Praise the Lord, saints. Bwana Yesu Hallelujah. asifiwe. I'm Hallelujah. Elder Cosmin Sims, Ni Mama Felicia Bokesins. and we are Jesus Reigns Reigns Restoration Restoration Ministry. Amen. And this is part 5 of our lesson, Sehemu ya 5 ya somo hili na ya mwisho, A More Perfect Way. njia iliyo kamilifu zaidi. A more perfect way. Njia iliyo kamilifu zaidi. You know, the Lord told Ananias to go to Paul. Bwana alimwambia Anania aende kwa Paulo. He would know how it is to suffer for his name's sake. Atajua jinsi ilivyo kuteseka kwa ajili ya jina lake. And Apostle Paul confessed Tumishi Paulo alikiri that he said, in his testimony, in his witness, he said that I was beaten 40 stripes, saith one, alishuhudia kuna wakati alipigwa mijeredi 39, left for dead, akaachwa afe tu, naked, cold, amekosa nguo, hungry. ana baridi, ana njaa. He endured quite a few things. Mambo mengi aliteseka. But in the process of his suffering, Katika kuteseka kwake, he said, I still had the responsibility of the church. bado alikuwa na wajibu wa kanisa. And everywhere that he went, hallelujah, Kila alipoenda popote pale, he was proving, hallelujah, and preaching the way of God more perfectly. alikuwa akihubiria njia ya Yesu Kristo Bwana kwa ukamilifu zaidi. Aquila and Priscilla had witnessed to Apollos in the 18th chapter of Acts, Aquila na Priscilla walimhubiria the way of God more perfectly, yule mtu pa mahali pale njia ya Bwana iliyo showing him kamilifu. there was a more perfect way Kimuonesha kuna njia kamilifu to zaidi. believe and walk with Jesus. Kuamini na kutembea na Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are his witnesses. Na sisi ni mashahidi wake. And we must show the world a more perfect, hallelujah, the way of God more perfectly. Njia ya Bwana, njia ya ukamilifu zaidi. Amen. Amen. And being an example of his holiness. Kwa mfano wa utakatifu And wake. being an example of righteousness and the true holiness. Ukiwa mfano wa haki katika utakatifu wa kweli. Amen. As the children of God. Kama watoto wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. For Peter himself and Silas Paulo na Silas wenyewe locked down in the jail. walikuwa wamefungwa jela. Amen. And the only thing that they could do is pray and praise God. Kile wanachokufanya ni kumsifu Bwana tu na kuomba. But then, hallelujah, Na ndipo the hallelujah, jail cell flew open. ile jela ikafunguka. The chains fall off of their bodies. Minyororo ikavunjika kwenye miili yao ikatoka. And the jailer, hallelujah, when he come through there and he seen that the jail cells was open, he thought the prisoners escaped. He just knew that it was going to be a sure death for him. Na yule mtu wa jela pale akashtuka, akajua kweli atapata mauti, atauawa kwa sababu wale wametoka. And just when he was about to take his own life, Alipokuwa anajitayarisha kukatiza maisha yake, Apostle kujiua, Paul called out to him and told him not to do it, for we're all here. mtumishi Paulo akasema asifanye hivyo kwa maana wote wako pale. And the man asked Paul a question. Na yule mtu akamuuliza Paulo swali, What must I do to be saved? nifanye nini ili niokolewe? And in the process of doing so, Kwa kufanya I hivyo, think the scripture say he confessed as well. maandishi kwa yanasema alikiri, And he believed Paul kamwamini Paulo in his testimony, katika ushuhuda wake. because the scripture said that him and his whole household were baptized Kwa in maana Jesus' maandiko name. yanasema yeye na nyumba yake yote Hallelujah. walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. He invited him into his home, amen, Alimkaribisha nyumbani kwake that they may refresh themselves. waweze kujiburudisha. But the scripture say he and his whole house were baptized. Maandiko yanasema yeye na nyumba yake Amen. yote walibatizwa. Why? Because Paul and Silas showed him a more perfect way, a way of God more perfectly. Kwa maana Paulo na Sila walimuonesha njia kamilifu zaidi. Amen. Amen. A more perfect way to, hallelujah, to know the Lord and be with the Lord and to be saved by the Lord. Njia kamilifu zaidi ya kumjua Bwana na kuokolewa na Bwana. 1 Corinthians 12:3. Waraka kwanza wa Korinto 12:3. And it says, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus a curse, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost.
Amin. Anasema kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. There's some people that profess to be Christians, Kuna watu wanaosema wao ni Wakristo, but they curse God, lakini wanamlaani they Mungu. mock God. Wanamlaani Mungu, wanamkejeli Mungu. Why? Because they became servants of the devil. Kwa maana wao wamekuwa watumishi wa shetani. Remember, Jesus may talk about these wolves in sheep clothing. Kumbuka Yesu Kristo alizungumzia mbwa mwitu katika nguo za kondoo. Not just false Mavazi ya teachers, kondoo. not just false prophets, not just false pastors, Sio tu watumishi wa Mungu wa uongo, manabii wa but people uongo, that are willingly ignorant, people that, hallelujah, hallelujah, that pervert the gospel, people that are enemies of the cross of Christ, bali watu ambao kwa makusudi kabisa wameamua kuwa maadui wa msalaba wa Yesu Kristo, who God is their belly, ambao Mungu wao ni matumbo yao, that have confidence in earthly things, ambao wanategemea mambo ya dunia hii and they serve the devil. na wanamtumikia shetani. Amen. Amen. They don't glorify Jesus at all. Hawamtukuzi Bwana Yesu Kristo kabisa. They don't glorify God at all. Tukuzi Bwana kabisa hata kidogo. Serving the creature more than the creator, which is blessed forever. Wakimtumikia kiumbe badala ya muumbaji ambaye amebarikiwa milele. Serving the devil than serving God, Jesus Christ, who is blessed forever. Amen. Kumtumikia shetani badala ya Yesu Kristo ambaye amebarikiwa milele. Amen. 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 And Zechariah 4:6. Zakaria 4:6. Then he answered and spoke unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Pronounce that for me, please. Zerubbabel. Yes. Mm-hmm. Saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Amen. Read that, please. Akajibu akaniambia akisema, hili tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo, Zakaria 4:6. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. For we know, and we also read in the Psalms, for his mercy endure forever. Na tunasoma katika Zaburi, rehema zake za milele. Amen. Amen. And we thank God for new mercies every day. Ndio maana tunamshukuru Bwana kwa rehema zake mpya kila siku. Amen. Amen. We got testimonies. Look, there's things that happen to us. Kuna vitu vinatutokea. That certain tragedies and things that we go through. Majanga mbalimbali. But trouble don't last always. Lakini mateso hayadumu milele. Amen. Amen. God has delivered us. We had good days. Tuna siku njema pia. We have a lot of good days. Nyingi sana njema. He woke us up this morning. We didn't end up in a morgue somewhere. Tumeamshwa asubuhi ya leo, hatuko mortuary leo. But we're in the land of the living. Thank you, Jesus. We have the activities of our limbs. Yes, we're not paying for oxygen either. No. Hatulipii hewa tunapomua hiyo hospitalini. Nalipia kitanda kwa siku, mpendo wangu. You have liberty, you have freedom, you have food, you have clothing. God is providing your every need. Unatembea bila nguo, Mungu amekutana mahitaji yako. And if you don't have the Holy Ghost, you can get that today too. Kama una Roho Mtakatifu, unaweza kumpata leo hii. Because when you hear his voice, harden not your heart. Unaposikia sauti yake, which is written in the provocation. Hallelujah. He that has an ear, let him hear what the Spirit has to say to the churches. Yule anayesikia na asikie Roho wa Bwana anasema nini kwa kanisa. He that has an ear, let him hear what the Spirit has to say to you. Anayesikia asikilize Roho wa Bwana anasema nini kwa. Because a lot of you are not in the church. Wengi wenu mnakuta hamko ndani ya kanisa. You're not a part of the body of Christ. Hauko sehemu ya mwili wa Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Let's go to Romans 8. Twende Warumi 8. And let's start at Romans 8 and 5, 5th verse. It says, For they that are of the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 5 and 6, please. 5 na 6 katika jina la Bwana Yesu Kristo tasoma. Kwa maana wale wao ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wa ifuatayo roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. To seek perfection in Christ. Say that please. Kutafuta ukamilifu katika Yesu Kristo. To walk, to be perfect in Christ. Kutembea katika ukamilifu na Yesu Kristo. We cannot be in the flesh. Hatuwezi kuenenda katika mwili. But we must always operate and serve God in the spirit. Inabidi tuenende katika roho. This chapter here in Romans, it tells you the difference between the flesh and the spirit. Tuna tofauti hapa katika roho na mwili. And what is being carnal about. Warumi 8 inazungumzia ni jinsi gani kuenenda katika mwili. And see this information or what we share with you as something to help you to have a more perfect walk with God. Hii itakusaidia kuenenda katika mwendo wa kamilifu zaidi na Bwana Yesu Kristo. To hallelujah, to not only interpret but to know the way of God more perfect. Kujua njia ya Bwana kwa ukamilifu zaidi. For God says for you to know the deep mysteries of the kingdom. Kwa maana Bwana amesema ni juu yako kujua siri za mbinguni. It's for you to know, as we said illustrated in the lesson, the way of the Lord, to know the will of God. Ni muhimu kujua mapenzi ya Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. In verse so to be carnally minded is death, to be of the flesh. But to be spiritually minded is life and peace. Ni amani na imani. Jesus say, my peace I give to you. Na imani. Bwana amesema imani yangu nawapatia. Amen. My peace I leave with you. Imani yangu nawaachia. Amen. Amen. And the Spirit of God, the Holy Ghost, is life. Na Roho Mtakatifu ni uzima. Amen. Amen. God came that you may have life. Bwana alikuja ili tuwe na uzima. Abundant life. Tena uzima wa milele. Peace and joy in the Holy Ghost, of the Holy Ghost. Amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, is an enemy of God. Kwa maana akili hii ya kimwili ni wadui na Mungu. This stuff of the world is not our home. Sio kwetu hapa. New Jerusalem is our home. Yerusalemu mpya. Heaven is our home. Hallelujah. And being born again. Na kuzaliwa upya. Amen. Your treasure should be in heaven. That's what you should be seeking. Zinapaswa kuwa mbinguni. Seeking those things which are above. Kutunza vitu ambavyo viko juu. Where Christ is. Bako Kristo yupo. Amen. Amen. Setting your affections not on things of the world, but things in heaven. Ukiweka akili zako kwa mbingu, sio mambo ya dunia, ya mbinguni, sio ya dunia. Amen. Amen. So to be carnally minded is enmity, is an enemy against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. People ain't going to be obedient. Watu hawataki kutii. People are not going to be obedient operating in the flesh. Watu hawataki kutii wakienenda katika mwili. But we're telling you of a more perfect way to be and walk with God, to be blessed, to have life and have peace. Tunakuambia njia iliyokamilika zaidi ukiwa na amani na uzima. Amen. So verse 8 and verse 9. So then they that are in the flesh cannot please God, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amen. 9 nasema, nianze 7. I'll start with 7. So 9. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake.
Amen. If you walking in the flesh, you're not going to please God, no matter Tembea what you do. katika mwili huwezi kumpendeza Mungu, haijalishi nini unafanya. I remind you that God is a spirit, Na kukumbusha Mungu ni roho. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Wanaomwabudu roho wamwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. These are they're in Galatians, the 5th chapter, in your leisure, read it. The works of the flesh Wagalatia 5 soma kwa muda wako. Utaambiwa matendo ya mwili ya that dunia cannot please God, ambayo hawezi kumpendeza Mungu. and the works of the spirit, Na kazi za roho, the fruits of the spirit. matunda ya roho. Amen. That please God. It's written in Galatians, the 5th chapter. Wagalatia 5. In your leisure, read it. Kwa muda wako soma. But if you operate in the flesh, Ukienda katika mwili, it's impossible that you cannot please God. hautampendeza Mungu. Amen. And no flesh will enter into heaven. Hakuna mwili utaingia mbinguni. Amen. Hakuna. It's a way, hapa duniani. and it's a way of holiness. Kuna njia ya utakatifu. No flesh, no animal, nobody of the flesh will enter therein. Hakuna mwenye mwili ataingia pale. Ni roho, ni nafsi. Amen. Nafsi itateketea jehanamu au itaenda mbinguni. But if you operate in the spirit, Ukienda katika roho, it says here, but if ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be the spirit of God dwell in you. If you don't operate in the flesh, you're operating in the spirit, you're blessed. kama uenende katika mwili unaenda katika roho, umebarikiwa. Amen. Amen. You'll be accepted of God. Unakubalika na Bwana. Now, if any man not having the spirit of Christ is none of his. Mwanadamu asiye na roho wa Kristo, maandiko hapa yamesema yeye sio wake. Jesus did not come down through 40 and 2 generations. Yesu Kristo alishuka vizazi 42. Suffer, bled and died on Calvary. Kamwaga damu sababu wa Calvary. That we will continue in our sin. Tuendelee katika dhambi kweli? Hapana. He died to save us from our sin. Alikufa kupitia yote hayo kutuokoa na dhambi. Kwa hiyo usikatae wokovu kwamba hauwezekani. He sacrificed his life for our living. Alitoa maisha yake kwa ajili ya wokovu. Amen. Amen. He became poor that we would become rich. Alikuwa maskini ili tuwe tajiri. Thank you, Jesus. Asante Yesu. And if they known this from the beginning, if they had any inkling that he would bring forth salvation on Calvary for the sacrifice of his blood, of his life for the sins of the world, the Bible says that the princes of this world, the people of this world, the devil would not have crucified him. Wangejua wasingemsulubu. Laiti wangejua. But God had a better plan. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwema zaidi. He said, he told Pilate, I hand down my life as many times as I see fit. Alimwambia ninatoa uhai wangu ninavyotaka. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We're here in the 8th verse, the 10th verse. And if thank you, Lord. So scriptures say, and if Christ be in you, if Christ, it's a condition. Unaona hapa naomba iwapo If Kristo Christ be in you, akiwa ndani yenu. if the Spirit of God be in you, Ni kanuni, ni the sheria. body is Yani dead taratibu. because of sin, Mhm. but the Spirit is alive because of righteousness. Hallelujah. Say that, please. Read that. Yaani na Kristo akiwa ndani yenu. Na Biblia ya Kiingereza inasema iwapo Kristo yupo ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. If the Spirit of God is in you, the body is dead. You dying daily to sin. Iwapo moyo wa Kristo uko ndani yenu, utakufa kila siku katika dhambi. But the Spirit of God is unto righteousness. Those things which are good, those things which are holy. Roho wa Kristo ni katika haki, mambo ambayo ni matakatifu. Those things which are be of God. Mambo ambayo yatakuwa ni ya Mungu. Having the Spirit of God. Akiwa na roho wa Mungu. Walking as Jesus walked. Tembea kama Yesu Mungu anavyotembea. Amen. Amen. If Christ be in you. Kama Kristo akiwa ndani yako. You'll know them by the fruit that they bear. Utamjua kwa yale matunda wanayo. You can't get good fruit from a bad tree.
Huwezi kupata matunda mema kwenye mti mbaya. Amen. Amen. Number 11. But if, here we go with that condition. Tunaona If. tena kanuni nyingine, lakini iwapo. And we talking salvation. Lakini ikiwa. We talking about being saved. Tunazungumzia kuokolewa. Somebody said, well, you know what? I ain't stopped dancing. I just changed partners. You need to stop that foolishness. Watu wana msemo, sijaacha kucheza, You ain't stopped dancing, but you just changed partners. No, you're lukewarm, and God will spew you out of His mouth. Na neno la Bwana limesema Mungu Because He rather that you be hot or cold. Ni heri uwe baridi kuliko. But you got a lukewarm spirit where you got one foot in the church and one foot in the world, and you deceiving yourself. You're lying. Una roho uvuguvugu, unajidanganya mwenyewe. And you're living a lie. Yani wewe unaishi. And God say a liar will not tarry in His sight. Na Bwana amesema muongo hata kaa mbele zake, hata muona. And I got scriptures that all liars will burn in hell. Na maandiko yanasema waongo wote utaishia moto wa jehanamu. God wants you to be faithful and true if the Spirit of Christ be in you. Iwapo moyo roho wa Kristo yuko ndani yako. Amen. Amen. But if the Spirit of Christ, the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall quicken your mortal body by His Spirit that dwell in you. Read 11, please. 11. Lakini kiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. For if we live after the flesh, ye shall die. But if, condition, ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Read 12 through 14, please. 12-14. Basi kama ni hivyo ndugu, tuwadeni, si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. I want to expound on these other verses. I need you to translate for me. We have not received a spirit of bondage that we would fear. Mstari wa 16 tunaambiwa tukupokea roho ya kitumwa ya vifungo ambao tukae tuna hofu. Remember that fear brings torment. Kumbuka hofu inaleta mateso. But perfect love brings out overcomes fear. Lakini upendo timilifu casts out fear. Inafukuza hiyo hofu. Amen. Perfect love, the love of God. Mapendo, yani upendo wa Yesu Kristo. Amen. We received being heirs with Christ, we received a spirit of adoption. Tukiwa warithi wa Yesu Kristo tunapokea roho ya wana. Where we cry, Abba, Father. Watu tunamuita Baba, Abba, Father. And we bear witness, hallelujah. The Spirit bears witness with the Spirit that we have as being the children of God. Na roho wa Kristo anatushuhudia kwamba sisi ni wana wa Mungu. Amen. Amen. And if we're children of God, we're heirs with Christ. Na sisi ni watoto, kama ni watoto wa Mungu, sisi ni warithi na Kristo. We're heirs with God, but joint heirs with Jesus Christ. Bali ni warithi na Yesu Kristo. But if we suffer with Him, we shall also we suffer with Him that we may be glorified together. Amen. Tunateseka naye ili tuweze kutukuzwa naye. Amen. Amen. And when it comes down to our suffering for Christ's sake, because the Lord says He'd rather for you suffer for good than for evil. Ametuambia kwenye maandiko yake ni heri tuteseke kwa kutenda mema kuliko kwa kutenda mabaya. Romans 8:18 it said, "For I reckon that the suffering of this world, of this present time, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Read that, please. 18 inasema, kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kulingana na utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Oh, hallelujah. It's only
we all gonna, as a Christian, we're gonna suffer tribulation. Kama Wakristo tutapitia majaribu, mateso I mbalimbali. got scripture to say so. Kuna maandiko yanatuambia hivyo. Sio Look up tushangae, tribulation, do some homework, look it over. sio tunungunike. Tafuta maandiko, yapo mengi tu. Amen. Sishangae. As Christ has suffered in the flesh, arm yourself likewise. Kama Yesu Kristo alipoteseka katika mwili, alivyoteseka, na sisi tujitayarishe vivyo hivyo. And you know what he endured in his tunajua suffering. aliyoyapitia, tunajua. Even the death of the cross. Hata kifo kwenye msalaba wa Calvary. Amen. Amen. Now here it is, it's associating his suffering without what we're going to go through. Anahusisha kuteseka kwake na kile tutakachopitia sisi. And what we're going to suffer. Ambao tutakacho kuteseka. And hallelujah. And if it wasn't so, he wouldn't mention it. Ingekuwa sio hivyo, asingezungumzia. Amen. Amen. Thank you, Jesus. The suffering of this world can't be compared with the glory when Jesus comes to rapture his church. Amen. Mateso that will be revealed unto us. Afananishwa na ule tukufu tutakaoona atakaporudi. That's why we watch as well as pray. Ndio maana tunakesha tukiomba. And Jesus said, let no man deceive you or steal your crown. Tunaambiwa mtu asitunyang'anye taji yetu, mtu asitudanganye. Blessed is that servant found doing when I come. Amebarikiwa yule atakayevumilia mpaka nitakaporudi. Usikate tamaa, soma Injili, soma maandiko, soma maandiko. Amen. And the Lord said, watch as well as pray. Kesha ukiomba. Amen. Amen. So, hallelujah. When it comes down to the flesh and the spirit, there's a difference. And we'll be good ministers of Jesus Christ, great ministers of Jesus Christ. If we warn the people, we admonish the people, if we teach the people. You know, it's good to jump and shout and praise God. But I heard the man of God say it's better that I teach you. And that you will learn. Ni bora atufundishe ili tujifunze. Apostle Paul say it's better, I much want to be with the Lord, but it's better for me to be here to teach you the word of God, to see you grow in Christ. Paulo anasema ni bora awepo atufundishe tukakue katika Yesu Kristo. It's better, Paul is saying, that I show you the way of God more perfectly. Ni vizuri niwaoneshe, niwaelekeze njia ya Bwana kwa ukamilifu zaidi. Amen. Amen. And that should be our attitude when it comes to our witness, our testimony to those that don't know the Lord. Hallelujah. And our conversation with one another, because we're supposed to edify one another in Christ Jesus. Inabidi tutiane moyo katika Yesu Kristo, wenyewe kwa wenyewe. Lift one another up in Christ Jesus. Kuinuana katika Yesu Kristo. Admonishing one another in love. Kuelekezana kwa upendo. Esteeming somebody higher than yourself. Kumuona mwingine ni bora zaidi kuliko wewe. Greeting one another with a holy kiss. Kusalimiana kwa utakatifu. Amen. Amen. And the unity of the Spirit and in the bond of peace. Na umoja wa roho na kifungo cha imani. Hallelujah. Jude 1 and 3. Ya Yuda 1:3. Beloved, when I gave all diligence to write unto you the common salvation, it is needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Read that, please. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Saints, let's continue to fight the good fight of faith. Wapendwa, tupambanie vita vya imani vilivyo vyema. And in doing so, we'll lay hold to eternal life. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumekamata uzima wa milele. To earnestly contend to fight for the faith in Christ Jesus. Pigania imani katika this gospel. Amen. Injili hii. This Amen. Good news. Amen. Taarifa hizi njema, habari njema. That was once delivered unto the saints. Ambazo zimepewa watakatifu. Amen. Amen. We're all supposed to be like-minded and do the same thing. Be like-minded of the same things. We're all supposed to be one in Christ. Tunapaswa kuwa wamoja katika Yesu Kristo. All these different denominations, all these different beliefs, all these different plans of salvation. Somebody's in error. Hizi imani tofauti zilizopo sasa hivi, kuna mtu anafanya makosa. Amen. Sana. Amen. Even a rewriting of the Bible, the Word of God.
hata kuandika upya Biblia with these different interpretations. na hizi tafsiri zilizomo siku hizi. Somebody's in error, Kuna mtu anafanya and makosa, somebody's going to have to pay the cost. kuna mtu atalipia hiyo gharama Because the Lord say, if na you, maisha yake in mwenyewe. the Word of God said that if you add to the Word of God, Neno la Mungu limetuambia tukiongezea katika injili hii, all the plagues of this holy Bible will be added unto laana you. zote za Biblia hii zitakuangukia. And if you take away from the Word of God, Ukipunguza kwenye neno la Mungu, that your name will be taken out of the Lamb Book of Life. jina lako litatolewa kwenye kitabu cha uzima. Amen. Ina maana nini? Moto wa jehanamu. So we have to be careful. Inabidi tuwe makini. Amen. Amen. Speak what you know. Zungumza unachokijua. And not to be passing a false doctrine, a false word. Usipeleke injili ya uongo, mafundisho ya Remember, as many are led by the Spirit are the sons of jinsi God. ambavyo wengi wanaongozwa na Especially those that believe. Isipokuwa Amen. hasa wale wanaoamini. Ephesians 4:1. Waefeso 4 mstari wa kwanza. And we're going to read from verse 1 through 6. I want you to read it first. Tasoma. Ephesians 4:1. Just read one, okay? Ephesians 4, verse 1 to verse 6. Tasoma 1 mpaka 6 katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwende kama nilivyo inavyo ustahili samani wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Okay, repeat what I said. As saints of God, as people of God, Kama watu wa Mungu, this is how we have to walk before God in the church of God. hivi ndio tunapaswa kuenenda. This is how we have to be as saints, as the people of God. Kama maisha yetu watu wa Mungu. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. That you walk worthy according to the job that you are called in Christ Jesus. Sasa na wito tulioitiwa katika Yesu Kristo. Because there are many administrations in the body of Christ, but one Spirit. Maana kuna kazi mbalimbali katika mwili wa Kristo. There are different gifts. Different gifts in the body of Christ. Na vipaji mbalimbali. But one Spirit. Lakini roho mmoja. Amen. Amen. And we all work together na wote in Christ Jesus. Katika Yesu Kristo. Amen. Amen. Being a prisoner of the Lord, being a servant of the Lord. Kiwa mtumishi wa Bwana. Amen. Mfungwa wa Yesu Kristo. With all lowliness and meekness and long suffering, forbearing one another in love. Amen. Being humble, being meek, showing the love of God. Pole. Amen. Hallelujah. Tukioneshana upendo wa Yesu Kristo. Being humble before God and before man. Mbele za wanadamu. Humble yourself in the sight of God and He'll lift you up. Nyenyekeze mbele ya Bwana naye atakuinua. Forbearing one another in love. Hallelujah, vumiliana katika upendo. Amen. Where I was talking about, I gave the examples of love and even how we esteem one another higher than each other. Jinsi ambavyo in love. Tunainuana katika upendo. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring. That's something that I'm going to constantly do. Be a peacemaker. Keep the peace. And be unified, hallelujah, in spirit and in the bond of peace. Kuwa muda wote wewe ni mleta amani, mtaka amani, mpenda amani. There's one body and one spirit, even as ye are called, and one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen. We are one, as I said earlier in the lesson, we're one in Christ. Sisi ni wamoja katika Yesu Kristo, kama nilivyosema hapo awali. We're the body of Christ, the church. He is the bridegroom, and he is coming back for his bride, which is the church. Yeye ndiyo bwana harusi na anakuja kwa ajili ya kanisa lake ambalo ni kanisa. Amen. Amen. One Lord, one faith, one baptism. One. Imani moja.
And as many have been baptized have put on Christ Jesus. Kama wengi walivyobatizwa wakamvaa Yesu Kristo. That's the word of God. Hiyo neno la Mungu. Amen. Amen. And hallelujah. Acts 2:41. Matendo ya Mitume 2:41. Then they, on the day of Pentecost, after hallelujah, Peter had preached Acts 2:38, the plan of salvation. Baada ya Petro kuwahubiria kuhusu mpango wa wokovu. And hallelujah, and let them know about the promise being unto them and their children, so many of the Lord God should call the fall. Kwambia ahadi hiyo ni wa uzao wao, watoto na uzao wao. Jinsi Yesu anapoita watu. And with other words of exhortation, he says, save yourself from this untoward generation. Kawaambia wajiokoe na kizazi hiki kiovu. Amen. Amen. And the 41st verse, it says, then they gladly received his words and were baptized. 41 inasema wakapokea neno lake kwa uchangamfu na wakabatizwa. And the same day was added unto them about 3,000 souls. Thank you, Jesus. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. From his testimony, his witness about Jesus, hallelujah. Kutokana na ushuhuda wake kuhusiana na Yesu Kristo. And about David and God's promises. Kuhusu na ahadi za Yesu Kristo. About Joel, where God said he will pour out his spirit upon all flesh and that your sons and daughters will prophesy. How hallelujah, he rehearsed the matter. Sasa anavyosema kwenye Yoeli kwamba atamwaga roho wake mtakatifu kwa wote walio hai, wanawake kwa wanaume. Amen. That this wasn't done in a corner. Kwamba yeye hajafanishwa tu pembeni hapo kwenye kona. But this is that was prophesied by the prophet Joel. Amen. Tabiriwa na nabii Yoeli. And brought the scriptures to their remembrance. Akawakumbusha hayo maandiko. And the promise of God, hallelujah, through his seed, hallelujah, how he would bless his people. Jinsi ambao watabariki watu wake. And the throne of David. Na kiti cha ufalme cha Daudi. And the stone that was rejected by the builders have become the chief cornerstone. Jiwe lililokataliwa na wajenzi limekuwa ndio which is Christ Jesus. Ambao ni Yesu Kristo. Amen. Amen. And in doing so they were pricked in their heart. Kwa kufanya hivyo walichoma mioyo yao. And let them know the same Jesus whom you crucified, God had made both Lord and Christ. Akawaambia Yesu Kristo, Mungu amemfanya Kristo na Bwana. Amen. Amen. And here the people that gladly received what he said in reference to the plan of salvation and all, they were baptized in Jesus' name. 3,000 souls were saved. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking bread. Say that, please. Waliendelea katika ushirika na kumega mkate wale waliokolewa. And 43, and fear came over every soul, for many wonders and signs were done by the apostles. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Huo ni mstari wa 43. And all that believed were together and had all things common. Amen. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. See, that's being on one accord. Hapo ndio maana ya kuwa na umoja. Having all, here it is, being in the fear of God, but at the same time believing together and having all things in common. When it comes down to what we do for Christ. Ikihusiana na nini tunachomtendea Yesu Kristo. Mind the same things, do the same. Kunia mamoja na kutenda mamoja. And sold their possessions and good and part them to all men as every man had need. Hallelujah. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Here it is, what was purpose in their heart to give to all those of need. God will supply your every need according to his riches and glory. Mungu atakutana na mahitaji yako yote sawa sawa na neema yake. 46. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Read that, please. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha
na kwa moyo mweupe. Again, Jesus said, pick up your cross daily and follow me. Yesu Kristo amesema, chukua msalaba wako nifuate kila siku. They continued daily Waliendelea kila siku on one accord in the house of God. kwa umoja katika nyumba ya Bwana. And breaking bread from house to house. They had fellowship Walikuwa na ushirika with one another. wenyewe kwa wenyewe. And they did eat their meat with gladness and singleness of heart. They were glad, for the Bible says, even having food and raiment, ever be content. Kasema ukiwa na Be chakula glad. na mahitaji na mavazi uridhike. Be glad. Uridhike. And Acts 2:47, Mathayo Mitume 2:47. praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. 47 wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Saints, we owe God a praise. Wapendwa, tunapaswa kumsifu Bwana. Praising God, always giving thanks, and all things give thanks. Kumshukuru. Katika yote tumeambiwa tumsifu For it's the will of God concerning you, mapenzi ya Mungu concerning me. Hallelujah. We were created to praise God. Tumeumbwa kumsifu Bwana. Amen. Amen. Singing spiritual psalms and hymns. Kuimba zaburi. Always giving thanks, always giving praise unto the Lord. Kumshukuru na kumsifu Bwana. That's the word of God. Neno la Mungu. That's what we do as saints. Ndio tunachofanya. Praise is what we do. Sifa ndio tunachofanya. And having favor with all people. Amen. God Amen. will give you favor. Mungu atakupa kibali. God will open doors of blessings for you. Mungu atafungua milango ya baraka. Favor in the workplace, favor wherever you may go. Popote unapoenda. God will give you benefits. Mungu atakupa faida. Amen. Amen. Favor can be just as good as having money. Kibali ni muhimu kama vile kuwa na pesa. I remember your father. I remember your mother. I remember your grandfather. They were good people. Walikuwa watu wema. I remember they did this for me. They did that for me. Kwa ajili yangu, walifanya hivi kwa ajili yangu. They helped me get citizenship. They helped me get a job. They helped me and my family when we didn't have food. Alisomesha vitu kama hivyo. God will give you favor. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus, arise and walk. Hallelujah. Pesa na dhahabu sina, lakini kile nilicho nacho kwa jina la Bwana Yesu Kristo, amka utembee. And the effectual fervent prayers of the righteous availeth much. Maombi ya wenye haki hufaa sana. You don't have much, pray. Kama huna mengi, you don't know how to deal with the situation, pray. Ujui ni cha kufanya, omba. Amen. Somebody have a problem and you showing them a more perfect way to walk with God, and it seems like they just don't understand, or they're trying hard. Well, what you do when all else fail, you pray. Unaposimamia injili na kusimamia imani na Yesu Kristo, bado unamtegemea Mungu, mambo hayajabadilika, wewe endelea kuomba na kuamini. And the Lord, hallelujah, and the Lord added to the church daily such as be saved. Amen. I thank God for how God has added to Jesus' reign in our viewing. Many are tuning into the Word of God. And we thank God and we bless God. We give glory to the Lord for the increase on when it comes down to Bible study and the prayer groups and the souls that we pray for and pray with daily, and the souls that recently been baptized in Jesus' name through the Word. I rejoice in the fact that what we preaching, hallelujah, and showing people a way of God more perfect, that they're receiving that perfect will of God. They're receiving that more perfect way of God. Amen. And they're living holy. Jesus said, go and sin no more. And I rejoice. We rejoice. Hallelujah. We ain't trying to get a whole lot of views. We definitely ain't going to seek no paycheck from YouTube. But to see souls saved, to see souls saved, and hear well done from our Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya. Just one moment, Tuombee 1 tu. second in God's presence. Sekunde moja katika uwepo wa Bwana. It says and pays for it all. Amen. Yani ni mshahara wa kutosha. Thank you, Ni Lord. thawabu ya kutosha. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. This concludes our lesson, Tumaliza somo hili, a more perfect way. njia kamilifu zaidi. Muendelee kuja, mtusubirie kwenye kundi la mapokezi. And we pray Tunapokea. Tunaomba that the grace of God rehema za and Bwana, the sweet communion of the Holy Ghost rehema za Bwana na ushirika wa Roho be with Mtakatifu you all this day and forevermore. ziwe nanyi leo na hata In milele. Jesus' name we pray with Kwa jina la Yesu thanksgiving. Kristo And tunaomba na for Jesus' kushukuru. sake we say, Kwa jina la Yesu Kristo Amen. tunasema Amen. amina na amina. God be with you, saints. Bwana Yesu awe nanyi wapendwa. Hallelujah. Haleluya.